Bwana mfuatiliaji wa YouTube channel yetu, ni exclusive na moja kati ya wasanii ambao wanafanya makubwa sana kwenye tasnia nzima ya muziki. Kwa maana kwamba muziki wa gospel, anaitwa Lami Music, moja kati ya vijana ambao wameamua kujikita moja kwa moja kwenye uimbaji wa muziki wa gospel. Tunazungumza naye mawili matatu, atuambie vile ambavyo anafanya kazi yake, lakini kubwa zaidi atuambie bwana, nyimbo gani ambayo muda huu ina trend. Mzee kwaje? Safi. Mwanenda. Mungu ni mwema. Bwana nikupe hongera, kuna nyimbo umetoa juzi kati hapa. Moja kati ya nyimbo ambayo challenges zimekuwa ni nyingi. Natamani nifahamu kwa wale ambao labda hawajaiona, nyimbo inaitwaje na ilikuwaje mpaka kwa moto utoe nyimbo ile? Kwanza juzi kati nimetoa nyimbo mbili kwa pamoja. Nimetoa wimbo unaitwa Asante, nimetoa wimbo unaitwa Upya. Sasa sijui unaizungumzia hivi. Mzia Upya ndio nyimbo ambayo ina challenge nyingi zaidi. Okay, Upya ni wimbo kwanza ambao namshukuru Mungu. Nimeona mapokezi ya watu ni mazuri sana. Ninamtukuza Mungu kwa hilo, lakini ni wimbo ambao unazungumzia maisha yangu. Kwa sababu unafahamu mwanzo nilikuwa nikifanya vitu gani. Sipendi kuvitaja kwa sababu neno linasema unapompokea Kristo ukafanyika kuwa kipya, aina mpya, amen, hauna haja ya kukumbuka maisha yako ya nyuma au kuyazungumzia. Unaweza ukazungumzia sawa, lakini sio deep. Unaweza ukazungumzia katika hali ya ushuhuda. Naelewa, yes. So nipende kumshukuru Mungu. Mapokezi yamekuwa ni mazuri na ninaamini kwamba Mungu atafanya njia zake ili vizidi kwenda pale ambako jina lake linapaswa kuwa. Labda kwa faida ya mtazamaji, ilikuwaje hadi ukaamua sasa ubadilike kutoka kwenye aina music ambayo ulikuwa unaimba mwanzoni, muziki wa duniani ukamoja kwenye muziki wa dini? Umekuwa ni mmoja kati ya vijana wachache sana ambao wanaimba muziki wa gospel. Kitu ambacho watu wengi wakijui, kitu ambacho nakifanya sasa hivi, yani muziki wa gospel, ndio muziki ambao nilikuwa natakiwa kufanya tangu mwanzo. Unaweza ukauliza kwamba au ukashangaa kwamba ni kwa nini hivi, lakini kwamba kumbuka mimi nimezaliwa katika familia ya dini, unajua. Na kawaida mtoto anapozaliwa mzazi anatakiwa kumuonesha njia nzuri, lakini mtoto anapokuwa anachagua yeye sasa njia, whether afuate njia ambayo ya mzazi aliyomnyoshea ama achague njia yake. Sawa? Lakini Biblia inasema watoto wafundishwe tu njia nzuri, maana hata wakikua hawatoziacha. So mimi nilikuwa nikachagua njia ya kwangu, lakini ikafika mahali nikaona hiki sicho ambacho nilifundishwa na wazazi wangu. Kwa hiyo nikaona hapana, huku niliko siko na amani, natakiwa kufanya kitu ambacho nilitakiwa kukifanya. Yeah, so far namshukuru Mungu, nimeweza kutoka kule na niko nafanya kitu ambacho nilitakiwa kukifanya. Zungumzia muziki wa gospel, nazungumzia watu kama kina Joel Lwaga, kuna Gazbet wale. Unahisi competition mzee wangu utaiweza kutoka kule ulipotoka mpaka kuja kwenye huko muziki wa gospel? Mimi sishindani na mimi sishindani na sifanyi competition, na sidhani kama kwa msanii wa gospel ni vyema kufanya competition, kwa sababu tunachokifanya ni tunafanya vitu kwa ajili ya Mungu. Yani kazi ya muimbaji wa injili na kazi ya mchungaji, kazi yake ni moja. Wote ni wahubiri. Sasa kama utaanza kuhubiri kwa ajili ya kulitukuza jina lako, competition yani kushindana na mtu fulani, manake sasa atakaye kuwa anatukuzwa sio Mungu. Manake utakuwa unajiinua wewe jina lako, kitu ambacho Mungu hawezi kuwepo hapo. Mungu anataka utukufu uwe kwake. So unapotaka jina lako lisikike au liwe juu, competition, ina maana Mungu anakaa pembeni alafu anakuacha. Yes, na hiyo kitu tumeona wasanii wengi sana ambao walipata nafasi wakaanza kujisahau, wakaanza kuona majina yao makubwa. Walipoanza kujiinua, Mungu aliwaacha. Nadhani unajua Mungu akikuacha kitu gani kinafuata. Yes, so maisha yetu tunamhitaji sana Mungu katika kila neno. Hatuwezi neno lolote bila Mungu, unajua. Yes. So hakuna kitu tunaweza bila Mungu. Kwa hiyo ogopa sana ikifika mahali unafanya vitu alafu Mungu akakaa pembeni akuangalia, okay, kama unaweza nenda, bro, you're gonna suffer. Kwa nini kumekuwa na waimbaji wachache sana muziki wa gospel, hasa wanaume? Ni swali gumu, kwa sababu uimbaji naweza nikasema ni wito kama ilivyo uchungaji. Mtu ukisikia ndani yako utafanya, lakini mpaka usikie sauti ya Mungu. Yes, kama nilivyokuambia,
mimi ninafanya kwa sababu ni kitu ambacho nilitakiwa kufanya. Mimi napenda kuimba tangu nikiwa primary. Lakini nini niimbe? Nilikuwa sijui. Kwa nikajikuta ninaimba. Na sio nilikuwa sijui. Unajua kwa nini nilifanya Bongo Flava? Wakati ambapo mtoto anakuwa katika age fulani, huaga anatamani kufanya vitu vingi sana. Especially vile vibaya. As you know, dhambi ni tamu Yes, dhambi ni tamu lakini mshahara wake ni mauti. So kuna maisha fulani ambayo nilikuwa na wish kuishi. Ndio ilipelekea nikaanza kufanya Bongo Flava kwa sababu kuna uhuru fulani ambao niliutaka, uhuru ambao ukichagua kufanya gospel hauwezi ukaupata kwa sababu utakuwa uko limited. Utakuwa uko limited. Yule ambaye labda nakutazama kwa mara ya kwanza kupitia YouTube channel zetu wafahamu kwamba tuna nyimbo ngapi mpaka sasa hivi? So far kwa sababu huku upande wa gospel ndio naanza, watu wengi sana wamenifahamu kule wakati nikifanya secular. Nyimbo za kidunia. Yes. So huku ni kwa sababu ndio kwanza ninaanza. So far tuko na nyimbo 2 ambapo nyimbo ya kwanza ilikuwa ni Asante, tulitoa mwezi wa pili, na wimbo ambao sasa hivi huko tumeutoa jana ni wimbo ambao unaitwa Upya. Yes. Lakini kuna nyimbo nyingi sana ambazo zinakuja nzuri za kumpa Mungu utukufu ambazo zinaweza zikabadilisha maisha ya vijana wengi kama ambavyo mimi nimebadilika na nikachagua kuwa balozi wa Mungu. Ningetamani kwa sababu wanasema muziki ni roho, unajua? Yes, una transfer. Unaposikia neno, nafsi inadai kwamba natamani nifanye hiki. Kwa hiyo kama mara ya kwanza niliweza kumrepresent shetani na watu wakawa wanafuata, ninaamini kupitia hiki ambacho sasa hivi ninakifanya kwa sababu nimechagua kuwa balozi wa Kristo, so ninaamini Mungu atafanya zile nafsi za watu ambazo pengine kwa namna moja ama nyingine whether zilipotea kwa sababu ya kile ambacho walikuwa wakikisikia nikifanya, au kutoka kwa wengine. Naweza nikawa mfano naweza kuwa mfano kwa vijana wengine ili nao wakaziacha, kwa sababu neno la Mungu linasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kuziacha njia zao mbaya, nami nitasikia toka juu mbinguni, nitashuka na kuwaponya na kuiponya nchi yao. So mtu yeyote anayo nafasi ya kumwamini Kristo. Utakapomwamini Kristo, maisha yako totally yatabadilika. As you know me before na sasa hivi niko tofauti sana. Unajua ilifika wakati of course nilikuwa nafanya Bongo Flava, nilikuwa napata hela. Namshukuru Mungu nilipata jina na vitu vingi sana, lakini havikuwa na faida kwangu kwa sababu usipokuwa na Mungu hata uwe milionea hauwezi kuwa na amani bro, kwa sababu hautotosheka. Still ndani yako kutakuwa na kiu. Unajua ndio maana hata ukisoma Ayubu 22:21 neno la Mungu linasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. So kumbe unapomjua Mungu unapata na favor ya mema kukujilia. Yes. Hapo moja kati ya kitu ambacho kinazungumzwa sana ni uhalisia kwa sasa ni kwamba imefikia hatua waimbaji wengi wa injili hamna ule wito tena kama ilivyokuwa zamani. Umezungumza hapo kwamba moja kati ya kitu ambacho kinazingatiwa kwa mwimbaji wa injili ni wito na kutangaza neno la Mungu. Mimi nina swali mawili. La kwanza, uone kama ushindani kwenye Bongo Flava umekukimbiza na ukaja kwenye gospel ama kwenye nyimbo za injili kwa sababu mpo wachache na panauzika haraka? Lakini la pili hapo kama kweli huku umeitwa, si kwamba biashara ya dini saizi imekuwa na faida kubwa sana. Unajua unaweza kutengeneza fedha kwa kutumia mwavuli wa Kristo ama kwa kutumia mwavuli wa Mungu, kwa sababu ndivyo mnavyofanya wasanii wengi kwa sasa. Kitu kimoja ambacho hii sio tu kwa wasanii, hii ni hata kwa wachungaji. Unapofanya kitu ni lazima uwe na target. Ni lazima ujue kwa nini unafanya. So kama umechagua kuhubiri kwa njia ya uimbaji, wewe tayari ni mtumishi wa Mungu. Na Mungu anasema tusiwe wenye kuipenda hela, kwa sababu utakapoipenda hela maana yake hautofanya vile ambavyo yeye anataka. Utafanya ili upate fedha. Sasa Mungu hapo atakuacha. Mtu mmoja alimuuliza Yesu, tumeacha kila kitu,
nimeacha kila kitu, nimekufuata wewe, nitapata nini? Bwana Yesu akamwambia atakapoketi mwana wa Adamu ndipo utakapoketi na wewe. So kumbe unapomfuata Yesu kuna faida nyingi, kwanza hapa duniani lakini pia hata mbinguni. Kwa unakuwa na uhakika wa kuishi duniani lakini pia na mbinguni. Yes. Kwa mimi nadhani kama ningepaswa kuwashauri, ningewashauri kama ni kweli ni wito unafanya kazi ya Mungu, basi weka mbali masuala ya fedha, weka mbali masuala yote ambayo unajua ni chukizo mbele za Mungu. Nyepesi au upende pesa? Siwezi kusema naipenda pesa, kwa sababu ukisema unaipenda pesa tayari utakuwa ni chukizo mbele za Mungu, kwa sababu tayari Biblia imeshakataza msikue wenye kuipenda pesa. Unajua? Sasa ukiniuliza kwamba sipendi pesa, naweza kukwambia sipendi pesa lakini ninahitaji pesa. Kwa sababu ili maisha yaende ninahitaji pesa. Lakini usitafute pesa, tafuta kwanza ufalme wa mbinguni. Mungu anajua kama unahitaji pesa. Sawa. Mimi nadhani leo hii kuna siku nikawaza kama Mungu wakati anamwambia Mfalme Suleimani aombe lolote, pengine ingelikuwa wewe au wewe ungeomba pesa. Sure. Alafu Mungu angeweza akakupa hizo pesa alafu zikakuua. Lakini Mfalme Suleimani aliomba hekima. Mungu akampa hekima lakini akampa na pesa. Kwa Mungu anajua kwamba tunahitaji pesa. Lakini unapotafuta pesa, Mungu atakuacha, lakini unapomtafuta yeye, sasa tunaposema yale mema yatakapokujilia ndio pamoja na hayo, kwa sababu Mungu anajua ili uishi unahitaji pesa. Yes. Kwa hiyo usitafute pesa, mtafute Mungu. Alafu hizo pesa yeye atakupa. Tumalizie kwa kama Mkristo, kama mmoja kati ya watu ambao wanasimama kama wachungaji, na kuna maneno ambayo umezungumza, mtu akikusikiliza anasema kama kuna upako ndani yake. Sasa hivi kuna jambo ambalo linaendelea, swala la mchungaji Gwajima na mambo kama hayo. Nitamani nipate kauli yako kama Mkristo, hiki ambacho kinatokea kama Mkristo, kama msanii wa kuimba, kuna namna yote ambayo nyinyi wasanii ama Wakristo inawakwaza? Ukisema kwamba kama msanii wa gospel, ama mimi nadhani hili jambo kwa mtu yeyote mwenye hofu ya Mungu, sio tu Mkristo, hata Muislamu, kama uko na hofu ya Mungu hauwezi kufurahishwa na kuona unajua. So sio kama vinatufurahisha ama vitufurahishi, lakini mimi ningeshauri vijana wenzangu na watu wote wa kila rika, badala ya kwenda kutoa maneno ya uchochezi, kwenda kuandika sijui wanaandikaje no reform Lissu sasa. Yani badala ya kufanya hivyo vitu vyote, wangepiga goti tu tukamuomba Mungu kwa pamoja, tumwambie kile ambacho tunataka kiwe. Nadhani ingelikuwa ni jambo zuri sana na Mungu angesikia. Yes, kwa sababu ni ahadi yake. Anasema mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote nitaonekana kwenu, na mtakaponiita nitasikia. So badala ya kwenda kutoa maneno ya uchochezi na nini, mimi nadhani tungepiga goti tukumuomba Mungu, kwa sababu yeye ndio kiongozi wetu. By the way, nisingependa sana tudili katika hayo masuala, kwa sababu ni masuala ambayo yako out of kitu ambacho kimetuweka hapa. Sawa, Lami Music watu watampataje sasa, kuanzia kwenye kazi zako, maisha kwa ujumla? Wenda mtu akatamani apate lolote, whether kiushauri, kama mambo yako burudani na vitu kama hivyo. Kwanza tukisema swala la kiushauri, sijajua sasa wewe ushauri unahusiana na nini? Ulizungumzia mwanzo hata mwimbaji wa gospel anaweza kaakti kama mchungaji. Na maneno ambayo unazungumza, actually mimi nimekuwa tofauti na kipindi kile ambacho nilikuwa nakufahamu. Ni mtu ambaye ndani yake una kitu. Kupitia nyimbo zako, kupitia hayo uliyoongea, wenda mtu akatamani kivivyote vile akupate. Sasa mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo. Okay, mitandao ya kijamii mimi natumia Rami Music. Yes, kini search Rami Music utanipata. Kama ni issue ya kazi unataka tumwimbie Yesu Kristo, karibuni. Yes. Kuna namna yote ambayo labda umejipanga ama tayari umeshafanya na hawa wasanii wakubwa ambao tayari sasa dunia inawatambua wa gospel? Sijafanya, lakini Mungu atakapotoa kibali cha kufanya tutafanya. Yupi ambaye unamwadimia? Wote. Mimi wote nawapenda na wote ninawapenda na ninaweza nikasema ni shabiki yao, kwa sababu tunajenga nyumba moja. Wote tupo katika kujenga mwili wa Kristo. Yes, so siwezi nikasema na muadmire fulani wakati Mungu tunayemwabudu ni mmoja. Yeah. Rami, mimi ni maswali kwanza,
sehemu ambayo wewe unaabudu. Yaani kanisa ambalo unaabudu hilo ni moja. Kanisa hilo kwa nini uko pale? Alafu swala la pili ni wanamuziki wa injili wa kiume kiidadi kwa wachache, kwa maana ambao ni majina kwa wachache. Lakini kwa wanawake ni wengi. Unafikiri kwa nini kwa wanawake ni wengi kuliko na tutasikia? Swali la kwanza kwamba ninaabudu wapi? Mimi naabudu, kanisa langu liko Vingunguti, linaitwa DHC, Door to Heaven Church, mlango wa kwenda mbinguni. Hilo ndilo kanisa ambalo ninamwabudu Mungu hapo. Kuhusiana na kwa nini waimbaji wa kiume tuko wachache kuliko wa kike, ili swali linaweza likawa Kwa nini uko Door to Heaven Church? Kwa nini uko sio kanisa lingine ambalo tunajua ni majina mengine? Okay, unajua mara nyingi huwa ninapenda kwenda, ama kila mtu anapenda kwenda mahali ambako anapata amani. So makanisa kweli yako mengi, lakini nakumbuka ilinichukua karibu miaka 3, kwa sababu kumbuka wakati ambapo ninafanya muziki ya kidunia nilishindwa kuchanganya ile kazi na Mungu. So nilikuwa mbali na kanisa. Lakini hata wakati ambao nilikuwa ninahitaji kurudi, nilikuwa najiuliza kwamba wapi ni mahali sahihi pa mimi kwenda kumwabudu Mungu na nikamuone Mungu. Unajua shida sio kwenda kanisani. Shida ni uende kanisani lakini usitoke kama ulivyoingia. Nakumbuka siku moja kuna dhehebu fulani sitolitaja, niliwahi kuingia. Lakini namna ambavyo walikuwa wakiendesha ibada zao ilinilazimu tulipotoka pale, sababu nilishangaa tupige magoti tusimame, tulipomaliza na pale tukaambiwa ibada imeisha, misa. So nililazimika kuchukua bodaboda, nikaenda nikatafuta kanisa jingine nikasali. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho nilikuwa natamani kukiona kiniguse, sijakipata. So of course ilinichukua muda mrefu sana. Nilitafuta hata ushauri kwa baba, kwa ndugu zangu, wakaniambia muombe Mungu, kama unahitaji kanisa la kuabudu ukamuone Mungu, muombe Mungu atakuonesha. Na namshukuru Mungu kweli, siku ambayo nilisema acha niende, nikamuona Mungu. Sasa tumalizie walau burudani kidogo tupate kusikiliza kwamba yaliyomo yamo, kile ambacho umejinaji nacho kwamba nimeamua niingie kwenye gospel, nimetoka kwenye muziki wa secular. Kuna kitu ndani yake? Yeah. Kwanza nisingependa tuiweke katika engo ya burudani, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu ambaye yuko serious sana. Sasa tunapozungumzia gospel ni injili. So hatuwezi tukasema injili kwamba ni burudani, itakuwa ni kama mzaa mbele za Mungu. So naweza nikasema ni kazi ya Mungu, kwa inatakiwa iheshimiwe. Sasa sijui, labda kwa sababu so far nimetoa nyimbo 2, kuna asante, kuna upya. Ulitamani kusikia nyimbo gani? Yoyote. Tupe yote. Ndio karibu. Okay. Hapa sasa salama ndani yako Kristo, ndani yangu ulifanya jambo jema, nimefanyika baraka. Ndani yangu upo unaishi Baba, umenipenda nilivyo Baba. Adui zangu wanatetema nikitaja jina lako, mbingu nazo zinashangilia. Nimerudi kwako Baba, mimi ndiye mwana wa kweli, mimi ndiye mwana wa kweli, mimi ndiye mrithi wa ufalme wa mbinguni. Yes, hiyo nyimbo inaitwa Upya. Ni wimbo ambao kikweli ninapousikiliza, inawezekana wewe ukausikiliza kama haijakaa gospel hiyo. No, uwezi ukasema kwa haijakaa kigospel kwa sababu bibi sijui labda umezungumzia katika engo ipi kwamba kwa nini haijakaa. Kwa sababu naposema mimi ndio mwana wa kweli, mimi ndio mrithi wa mbinguni, ni Biblia ndio imeandika kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wake. Yeah, of course nadhani nazungumzia melody pengine. Melody. Okay, sasa unapozungumzia melody, mimi sidhani kama kuna melody ambayo hii ni ya gospel, hii ni ya nini. Inawezekana, lakini Mungu siku zote anakaa mahali kwenye utulivu. So unaposema melody mimi naona imekaa kwenye gospel. Sasa sijajua wewe labda umeiweka katika engo ipi. Kuna mtu yote ambaye ametunga nyimbo ama kuna mtu ambaye anakutungia nyimbo zako? Ukisema kuna mtu ambaye anatunga ama anatunga nyimbo zangu, mimi najua kazi yoyote mara nyingi ni lazima ushirikiane na watu.
Yes, so kuna wakati ninashirikiana na watu, kuna wakati ninafanya mwenyewe kulingana na kile ambacho nina feel ndani yangu. Lakini huu wimbo ninamshukuru rafiki yangu, swaiba wangu anaitwa Matan. Mungu ambariki sana, amekuwa sehemu kubwa sana katika kufanikisha huu wimbo. Yes, nakumbuka nilikuwa namsumbua sana, kaka twende studio kwa sababu nilikuwa nahitaji kupata kitu cha tofauti. By the way, ni yeye ambaye kwa nafasi kubwa aliproduce. Yes, kwa namshukuru Mungu, namtukuza Mungu kwa ajili yake, na mara nyingi nimekuwa nikimuombea sana kwa sababu amekuwa sehemu katika kujenga mwili wa Kristo. Chochote labda cha kumalizia ambacho huenda sijakuuliza ungetamani kushare na Watanzania? Tusali sana, tumuombe Mungu kwa sababu mimi ni maombi yangu, hii neema ambayo Mungu amenipa ningetamani kila kijana wa umri wangu aipate, kwa sababu Mungu anasema kumbuke muumba wako siku za ujana wako kabla hazijaja zile siku ambazo ziko mbaya. Kuna siku zinakuja ambazo utatamani ningefanya hivi lakini hauwezi, hautakuwa na hiyo nguvu. Kuna mtu leo hii anashindwa kuokoka kwa sababu anajua mimi bado ni kijana, nikiokoka kuna vitu nitamiss kwenda. Kitu ambacho hawakijui ni kwamba muda haupo. Yaani wokovu ni sasa. Unaweza ukasema sawa, nikifika miaka 40 50 nitaokoka. Sawa. What if usipofika? Kuna mtu anazaliwa leo anakufa. Sasa usipofika, kuna ile mtu unasikia amepata ajali, anasikia kuomba hata maji. Na ili uingie mbinguni unatakiwa kumkiri Yesu kwa kinywa chako kwamba ndiye Bwana na Mwokozi wako. Sasa inawezekana ukaumwa kweli, upo katika hali mbaya, ukaomba, ukipata hiyo neema ukaomba mchungaji aje akuongoze sala ya toba, sawa, utakuwa ni mrithi wa ufalme wa mbinguni. Lakini usipopata hiyo neema, ndio ile akuomba hata maji, maana yake moja kwa moja ni wa jehanamu. So kwa sababu hakuna mtu ambaye anajua siku yake itakuwaje, ni vizuri kuishi katika maisha ya utakatifu, ya kumcha Mungu. Yes. Nashukuru sana kwa muda wako. Asante sana, Mungu awabariki.